Okay, wapenzi wa Crypto Educator, karibuni tena katika channel mpendwa. Na siku nyingine tena tumekutana hapa kwa ajili ya kuendelea kupeana update na mafunzo mbalimbali ambayo tunapost kwenye hii channel. Kama wewe ni mgeni kwenye hii channel, hujabonyeza neno subscribe, kisha unabonyeza neno subscribe, kisha alama ya kengele, kisha neno all. Kwa kufanya hivyo utakuwa unapata notification ya kila video ambayo tunapost kwenye hii channel. Sasa ni siku 10 zimepita toka nilipoposti hiyo hapo, jifunze jinsi ya kufungua akaunti ya copy trading na Xfusion. Toka nimeposti ni siku 10, na hapa nitaanza kuwaonyesha matokeo ambayo yamepatikana kutokana na kufanya copy trading katika huu mfumo wa Xfusion. Kama nilivyoelezea jinsi ya kufungua account, kama ukitaka kujua jinsi gani ya kufungua unaweza ukarejea kwenye ile video ambayo nimeonyesha. Lakini hapa ukishafungua account yako ya Xfusion itakuleta sehemu iliyoandikwa pale chini copy X, pale utabofya, utaweza kulogin kupitia password yako ambayo umetumia kulogin kwenye Xfusion account yako. Itakuleta moja kwa moja kwa huku ambako huyo ni broker ambao Xfusion wanamtumia, ambako huku ndio kuna strategies zao, anaitwa Tag Market. Kwa Tag Market, huyo ni broker mkubwa ambaye anafahamika, na hawa watu wa Xfusion ndio wanamtumia Mone kuweza watu kufanya ni broker, kwa sababu unajua unapofanya copy trading hawa matrader wanakuwa wana trade kwenye broker, umeona, wanamtumia broker kuweza kufanya trading zao. Kwa hiyo huko ndiko wana strategy zao. Kwa hiyo wao wanamtumia broker huyo wa Tag Market. Nadhani unaweza ukafuatilia kuhusiana na Tag Market ukaweza kuona kwenye vyombo mbalimbali, mitandao mbalimbali, tovuti mbalimbali, au ukafanya research yako ukaweza kujua ni broker wa namna gani. Sasa hapa chini nitaweza kuwaonyesha matokeo ya copy trading ambayo nimekuwa nikikopi kupitia zile strategies za wale matrader ambao ninawakopi. Nitabofya hapa kwenye hiyo side menu niweze kuwaonyesha, kwa sababu wengi wanataka kuona toka umeanza mpaka sasa hivi matokeo yakoje. Kwa hiyo ikishafunguka namna hiyo, hapa inapeleka kwenye sehemu ambako utaweza kuona strategy zao au trader ambazo wapo. Kwa mfano ile nilimcopy trade huyu Sonic ni trader ambaye ana trade pair ya commodities gold, umeona uko vizuri. Kwa hiyo nilimcopy huyu Sonic siku zile nilivyoanza ile video, na huyu hapa nilianza kumcopy toka muda mrefu, na kama unavyoangalia idadi ya watu ambao wanamcopy huyu Sonic ni wengi kweli kweli, takriban watu 200,000. Kwa hiyo inaonekana ni trader mzuri, na hata ukipiga hapo details zake utaweza kuona ni trader ambayo iko vizuri. Lawyer anaitoa win rate yake ni kubwa, umeona, maximum drawdown ni ndogo, umeona. Kwa hiyo yuko vizuri, angalia curve yake hiyo trade, umeona. Ukipiga hapo trade utaona trade zake anazofanya, ana trade, umeona hivyo lot size anazotumia, trade anazofanya, umeona. Loss zipo, lakini loss ni ndogo sana ukilinganisha na profit, umeona. Kwa hiyo wako vizuri, matrader wao wako vizuri sana. Kwa hiyo pesa zako wewe unazoweka hauweki kwenye account ya mtu, unakuja unaziweka huku kwenye huyu broker ambayo ni Tag Market. Sasa ukitaka kudeposit kwenye Tag Market ni rahisi tu, umeona ukishakuwa umeshasajili account kule kwenye Xfusion, ikakuleta huku ukaregister account, kwa sababu broker lazima ufanye registration ya broker, lazima uverify, uweke identity card yako, uverify proof of residence ndio uweze kumtumia broker. Kwa hiyo hapa ni rahisi tu kudeposit, utabofya hapo deposit, utachagua njia ya kudeposit. Ukisha deposit salio lako litakaa hapo. Likishakaa hapo, sasa wewe ndo utashuka maeneo haya hapa kwa ajili ya kuja kuchagua strategies ya kuweza kukopi. Nadhani siku zile nilielezea, lengo yangu hapa ni kuelezea matokeo ambayo yamepatikana kutokana na ile copy tulivyomcopy Sonic, tuone je tumepata faida kiasi gani. Maana ni siku 10 toka nimemcopy mpaka hivi sasa ametuingizia nani. Sasa ili kuweza kuona trade ambazo zimefanywa na hao matrader ambao nimewakopi, napiga hapa
Sawa, hapa unachagua strategies unayotaka. Unaweza ukamchagua huyu au ukamchagua huyu hapa, na jinsi ya kucopy trading utajifunza kwenye ile video. Utaratibu ndo ule nilioelekeza pale. Kwa hiyo utabofya hapo follow up. Nikishabofya follow up inanileta hapa. Sasa nakuja kuangalia strategies ambazo maanake ni wale matrader ambao nimewakopi. Kwa hiyo nitapiga namna hii, itafunguka. Ikifunguka utaona kuna huyu Neo FX, huyu ndo nilianza naye mwanzo kabisa siku ya nyuma, na hapa niliweka $100. Naangalia faida ambayo ameizalisha takribani 40%. Hii ni passive income, na ni passive income, umeona na hapa kuna salio. Kwa mfano nikipiga withdraw, unaweza ukaona kuna profit itakuwa withdraw. Withdraw hiyo balance inaenda kule moja kwa moja kwenye account yangu. Kwa mfano naweza nika withdraw hiyo hapa mbele yenu, ukaweza kuona ikatoka hapo. Umeona withdraw complete, sawa. Maanake nimetoa hiyo faida, na pia hapa haya ndo matokeo ya kumcopy Sonic kama mnavyoona. Umeona niliweka hapa, niliweka $100, nikaja nikaongezea tena, kwa hiyo kuna dola kama 200 hapo, na faida ambayo ameizalisha ni hiyo hapo. Ni passive income, kwa naweza pia nika withdraw. Huyu anachukua 30%, maana yake 70% unapewa wewe, 30% unachukua wewe. Huyu hapa Neo anachukua 25%, maana yake profit split ratio. 25% unapewa, anachukua yeye, 10% inayobaki unapewa wewe. Kwa mfano hapa pia naweza nika withdraw hiyo. Na pia kwa hawa matrader huku una uwezo wa kutoa mtaji wako pindi inapokuwa imefika mwezi. Umeona, kwa mfano hapa nikipiga hapa na withdraw profit. Umeona withdraw profit tayari zinatoka zinaenda kwenye tag market wallet pale. Umeona, kwa nimesha withdraw profit hapo. Unaona profit iliyozalishwa yote ni $21, lakini hii salio langu ambalo nimeweza kutoa ni ile $14. Umeona, nikija na hapa pia naweza nika withdraw. Umeona namna hiyo, kuna $7 napiga hapa, naweka 0.18. Umeona na withdraw. Umeona je, ni kweli naweza nikatoa mtaji? Ndio, mtaji unaweza ukatoa. Kwa mfano nikipiga withdraw, sawa. Umeona hapa kuna button mbili, kuna profit, kuna deposit. Deposit maana yake ni mtaji wako. Je, hapa sasa hivi naweza nika withdraw. Kwa mfano nikipiga wataniambia mtaji siwezi ku withdraw, zimebaki siku ngapi? Siku 22, ili niweze kuwa na uwezo wa kutoa mtaji. Ndio maana nasema ukishaanza kukopi utakaa ndani ya mwezi mzima kuweza, kama baadaye ukiwa utaki, unaweza ukatoa mtaji wako wote ukaachana nao na uka withdraw mtaji wako ndani ya siku, yani baada ya siku 30 baada ya kufanya kopi. Lakini faida zako unazozalisha unaweza ukatoa kila siku. Kwa hiyo mtaji mkubwa uliokuwa nao na faida yako pia utakayopata itakuwa kubwa. Na ukitaka kuona trade zinazofanywa na hao matrader utapiga hapa. Umeona kuona trade. Kwa mfano nikipiga trade watanionyesha hapo trade za Sonic. Umeona faida zinazopatikana, siku nyingine anaingiza faida kiasi hicho. Umeona ni ndogo ndogo, ndio wanasema hii ni passive income, ni long term ambayo unaweza ukakaa nayo muda mrefu, na pesa zako zikiwa kwa tag market, huyu broker ziko salama, sababu muda wote ukitaka una uwezo wa kuja kutoa. Unaona faida zinazozalishwa hivyo kidogo kidogo. Umeona kuna siku anaweza kanani, kwa hiyo zinajikusanya hivyo. Umeona hapo tayari yeye anakuwa zinajikusanya pale, alafu na yeye yake inakuwa tayari imeshachukuliwa kwenye trade. Umeona siku nyingine mnapata loss. Umeona hivyo yani. Umeona hizi zote ni page zinaelezea trade zinazofanywa na huyu hapa trader ambayo ni Neo FX. Naweza nikachagua hapa, nikachagua Neo, akaniletea trade anazofanya Neo. Umeona hivyo yani, kidogo. Kwa hiyo in the long run, kwa jinsi unavyozidi kukaa naye muda mrefu, basi ndivyo unavyoweza kutoa. Sasa kuna watu wameweka mipunga mirefu huku kwa hao matrader. Umeona mimi nimeweka dola, kuna watu hapa mtu ameweka $2,000, $20,000, $1,000, $1,000 ngapi. Kwa hiyo hawa wani kwa wiki mtu anaingiza pesa ndefu kwa kweli. Sasa sisi wengine hatuna mitaji mikubwa, ndio hivyo tunajitafuta mitaji yetu midogo hivyo. Umeona unaweka hizi zote ni copy. Umeona hii ni takriban kama $100, tayari nishaingiza $10 na nimeweza ku withdraw profit hapo $7. Umeona, kwa hiyo hivi ndizo matokeo ya copy trading ya
Xfusion. Na zile pesa nilizokuwa na withdraw zote, unaona ziko hapa, na hizi zikishakuwa hapa, basi na uwezo wa kuzitoa. Kwa mfano nikipiga hapa kwenye dashboard, itanirudisha pale kwenye wallet ambako na uwezo wa withdraw hizo pesa. Ukitaka withdraw hapo ni rahisi tu, unapiga hapo, unakuja tag wallet. Tag wallet ndio hiyo hapo. Umeona imeshafunguka namna hiyo. Umeona kwa naweza nika withdraw. Umeona napiga withdraw namna hiyo, wananiambia kiasi ya amount ni hiyo hapo. Una withdraw kupitia nini? Crypto wallet. Nachagua hapo. Kwa hiyo naangalia wallet ambayo niliyokuwa nayo hapo katika withdraw. Kwa hiyo hapa withdraw hiyo hapo ni rahisi tu, utapiga pale sehemu iliyoandikwa withdraw. Umeona ukishakuja kwenye wallet hapo utapiga hiyo sehemu iliyoandikwa withdraw, hapo unaweka amount. Umeona kwa mfano hapo naweka 26. Umeona, alafu unapiga submit request. Itazunguka hapo. Umeona? Tunasubiria hapo tuone taarifa itakayokuja. Umeona? Wananiambia your action is required, please click here. Kwanza. Haya, hapa sasa natakiwa nichague na withdraw kupitia njia gani. Napiga hapo, napiga hiyo wallet namna hiyo. Kupiga select ni crypto, select crypto. Umeona? Kwa hiyo hapo na withdraw sasa, ngoja imalize. Kwa na withdraw kupitia crypto, napiga withdraw. Your withdrawal has been submitted successfully. The direct withdraw is in progress mode. Kwa hiyo hapo tayari nimesha withdraw hapo, nasubiri your request has been submitted successfully. Your request has been submitted to back office and will be processed shortly. Kwa ndani ya muda mfupi nitaweza kuipokea hiyo withdraw. Hivi ndivyo tunavyoweza withdraw huku kwenye tag market. Kwenye Xfusion una withdraw profit zako fresh tu kabisa. Asante sana kusikiliza. Mtu atakayetaka kujiunga kwenye huu mfumo, basi kwanza lazima ajifunze hapa. Njoo hapa ujifunze kwenye ile video jinsi gani ya kusajili akaunti yako ya Xfusion. Ukishajisajili hapo basi ukishajifunza hapa kwenye hii video, ndo utaweza kufanyaje? Utaweza kuweza kucopy trading. Asante sana kusikiliza na watakia siku njema.